Bwana awe nanyi. Somo katika Injili iliyoandikwa na Mathayo. Tunasoma Mathayo sura ya 6 aya 24 hadi ya 34. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kupita hao? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashamba, jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia kwamba hata Suleiman katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho hutupwa karibuni, je, hatazidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? Msisumbuke basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini? Kwa maana yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua kuwa mnahitaji haya yote. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na haya yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha kwa siku maovu yake. Neno la Bwana. Sifa kwako, Ee Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kristo Tumaini letu. Tumaini letu. Kristo. Wapendwa katika Kristo, asili ya mwanadamu ni kutosheka na dunia, na hii ipo kwa kila mmoja, na ndio maana somo la Injili linatuweka mahali salama. Sema mahali salama. Mahali salama. Mahali salama ya kuwa na kiasi, na zaidi kujikabidhi kwa Mungu, kwa sababu dunia ni mapito. Hakuna ambaye ajui kwamba dunia ni mapito. Sisi sote makao yetu ni mbinguni, hivyo lazima tuwekeze mbinguni zaidi ya kuwekeza duniani, na hii inakuja sambamba na somo letu la Injili. Hivyo leo hii tunajifunza mambo makuu mawili.
Jambo la kwanza, kuwa na kiasi katika kila utamanilo. Jambo la pili, kuto kukata tamaa. Tunaanza na jambo la kwanza, kuwa na kiasi. Yesu anawaambia wanafunzi wake wazi wazi kwamba lazima Mungu awe kwanza, halafu mali baadaye. Na anawaeleza kinaganaga, imetupasa kumtumikia Mungu, na hivyo kama ni kumtumikia Mungu, uhakika wa maisha upo, kwa sababu kupitia yeye mimi na wewe tumeumbwa kwa sura mfano wake. Hivyo sisi ni wana wa Mungu. Katika dunia leo tunamoishi, watu wametoa asilimia kubwa sana katika kazi. Kazi ni kitu kizuri sana ukifanya, kwa sababu ndipo tunapopata mahitaji yetu, yako na yangu. Lakini Mungu anataka tumtangulize kwanza kwa kusali, alafu ndipo kazi ifuate baadaye. Kwa maneno mengine, Mungu anataka mimi na wewe kuanza kumshukuru yeye pale unapoamka, alafu nenda kafanye kazi kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lake. Ukiangalia maisha ya Mtakatifu Yosefu, baba mlishi wa Yesu Kristo, ambaye vile vile ni msimamizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam, yeye alithamini vitu viwili, sala na kazi. Alijua wazi kwamba kile alicho nacho si cha kwake. Kwa aliamka asubuhi na kumwambia Mungu asante kwa zawadi ya maisha, kwa zawadi ya mama Maria, kwa zawadi ya mwana Yesu Kristo. Na baada ya hapo akarudi kazini na akafanya kazi kwa kuithamini kazi ile pasipo uvivu, akijua wazi kwamba ni kwa kupitia kazi ndipo uhai wangu, yaani uhai wa Yosefu, uhai wa Maria, uhai wa Yesu upo. Lakini Mungu kwanza. Leo hii jaribu kufikiri katika maisha yako. Je, Mungu unampa nafasi ya kwanza? Lakini uwepo wenu hata hapa ni dhahiri kwamba Mungu ni wa kwanza. Na unataka kukaa na Mungu, unataka kumsikiliza Mungu, unataka kutendea wewe muujiza wa pekee katika maisha yako, katika afya yako, katika kazi yako, katika mahusiano yako, katika wito wako, katika hitaji la watoto na kadhalika na kadhalika. Tamaa yako ndio hiyo, na hakika ndilo jambo jema wewe na mimi kulifanya katika kila siku itoe leo. Na mfano mzuri wa pekee kabisa ni pale Yesu alipotembelea familia ya Lazaro. Alikutana na dada wa Lazaro, Maria pamoja na Martha. Maria akamkaribisha Yesu ndani, na Yesu akakubali mwaliko huo kwa sababu ilikuwa ni familia rafiki na yeye. Maria akakaa miguuni kwa Yesu. Martha alikuwa anafanya kazi. Yesu hakumdharau Martha hata kidogo, bali alimfundisha, akamwambia Maria amechagua kilicho chema, kwamba ameanza na kumwabudu Yesu, kumpa nafasi Yesu, kumtukuza Yesu, na hivyo kwenda kwenye kazi. Martha kujua lolote lile, yeye alianza na kazi ili aweze
kumsaidia Yesu apate uhai, jambo jema kabisa. Lakini alitamani na yeye Martha angekaa karibu na Yesu kwanza, alafu ndipo aende kwenye kazi. Leo hii katika maisha yetu, na hasa sisi wa Kristo, tunahimizwa zaidi na zaidi kila siku itwayo leo, kwanza na Mungu kwanza. Baadhi yetu na watoto nyumbani, na Mungu ametupa zawadi ya watoto hao, lakini wamfahamu Mungu. Wewe ikifika asubuhi kazini, na ukifika kazini hawaanzi na sala, labda kwa ofisini katika maeneo hayo, na wanapomaliza wamshukuru Mungu kwamba wamemaliza vizuri kazi hiyo na kumkabidhi tajiri au huyu msimamizi au huyu muhusika ambaye ni mkubwa katika nafasi hiyo. Kwa kila tunalolifanya, wapendwa katika Kristo, tuanze na Mungu, kwa sababu yeye anajua mahangaiko yako. Na ndio maana anasema leo waziwazi, msisumbuke utavaa nini, utakula nini. Yeye anajua mahitaji yako. Muhimu ni kukaa karibu na yeye. Kwa jimbo kule Dar es Salaam tumepata baadhi ya parokia, kuna maeneo ya sala, kuna maeneo ya kumwabudu Yesu Ekaristi. Wewe kama ni mfanyakazi wa serikali, kuna muda mapumziko. Kama uko karibu na maeneo ambapo kuna kanisa la Katoliki, basi nenda kumwabudu Yesu Ekaristi, wala kwa dakika 5 tu, kwa dakika 10 tu. Haupotezi kitu. Yeye ndiye atakupa mahitaji yako. Yeye ndiye atamsimamia mtoto wako, atamsimamia mume au mke wako katika mahangaiko ya kila siku tunayopata hapa duniani. Kaa naye tu, mweleze shida zako, mahangaiko yako, kwa dakika 5 tu, haupotezi kitu. Tuna bahati ya kupata parokia hizo ambazo zina mahali ambapo kuna Yesu Ekaristi. Kamwabudu. Baada ya kazi nenda kasali, na baada hapo toka nenda kazini. Na kuambia maisha yako yatakuwa tofauti, kwa sababu tegemeo lako ni Mungu, imani yako ni kwa Mungu, na kile ulifanyalo unafanya kwa sifa na utukufu wake, na milango mingi ya baraka itafunguka. Wapendwa, jitahidi kumpa Mungu nafasi yake, kwa sababu ndiye aliyetuumba. Tusimdhihaki Mungu, tusimtenge Mungu kwa kusema kwamba nitaweza kufanya kwa bidii yangu, kwa uweza wangu, kwa maarifa yangu. Hapana, bali daima tujitahidi kwa namna pekee kuanza na Mungu, na hii ijengeke kuanzia ngazi ya familia. Tuwafundishe watoto kumtanguliza Mungu mbele. Kuna baadhi ya shule za sekondari za serikali na hata za dini, wanafunzi wanapokuwa kwenye paredi asubuhi wanaanza na sala, wakiingia darasani bado tena wanasali, wakimaliza somo fulani wanamshukuru Mungu, wanasali. Huo ndio mwenendo wetu wa maisha yetu, na kwa njia hiyo kila uliombalo kwa jina lake utapata. Sijui kama baadhi yenu mmeshawahi kuota mambo ya kimungu ndani mwenu. Kwenye ndoto umeshawahi kumuota labda leo niko kazini naanza sala na Mungu kwa jina la Baba na Mwana Mtakatifu? Kama hujawahi kuota, elewa wazi kwamba wewe imani yako iko dubila kwili. Uko kwenye mali na uko kwa Mungu. Kwa Mungu kidogo, kwenye mali, kwenye kazi muda mwingi sana. Ndio maana tunakuja muomba pale, kuna wengine wanakuja kwa mpaji. Leo nimeota ndoto mbaya sana. Mbaya sana. Mimi nakaa nasikiza, umeota nini? Joka kubwa nimekuja ikanimeza, nikajitahidi kutoka wewe. Nikajitahidi kutoka huko. Bado nikaishika, ghafla nikashtuka, nikaumia sana. Bado ndio maana nimekuja kwako, nisaidie tafsiri ndoto hii. Namwangalia, namwambia ndugu yangu, kama ongeza kuhubiri injili hivi kwangu. Leo padri, nimesoma Biblia sehemu fulani, imenivuta mno.
na hii sehemu ya Biblia labda ni haya fulani imenibadilisha maisha. Nilikuwa mlevi, sasa si mlevi tena. Kwa hiyo unatangaza habari njema. Sasa unatangaza habari za shetani. Watu wengi dunia hii unatangaza habari za shetani, maovu tu. Kila ase leo nikagonga tu kidogo na mbele nikaanguka. Unaona ule baba ni mbaya sana. Lakini nakumbuke hata unaweza kugonga, wazee wa zamani kugonga tu hata jiwe. Yesu maneno anasema. Kinachokuja kwenye kinywa chake ni Yesu maneno anasema. Leo kijana au mzee akigonga jiwe, pumbavu wewe, anaanza kuligongea jiwe. Wewe, nani ameka jiwe? Yaani hakuna ulimi unaotamka umungu. Kwa sababu hajazoea. Mambo yote ni ya kidunia zaidi. Ya kidunia zaidi. Kwa leo hii unatakiwa una kiasi katika mambo ya dunia na mambo ya Mungu. Mpe Mungu nafasi ya kwanza, na mpe muda mwingi. Siku ukimwota Mungu, ujue tayari uponyaji umeshaingia kwako. Siku ukimwota mambo ya Mungu, ujue kesho umepata mwenza mzuri. Bora kabisa. Siku ukimwota Mungu, ujue wewe tayari umebadilika mwenendo wako. Kutoka katika ulevi, sasa umekuja katika hali ya kimungu ndani mwako. Jaribu. Na hayo ndio mambo ya kuzungumza. Hayo ndio mambo ya kutoa habari njema kwa wenzetu. Hatuhitaji kumtangaza shetani. Tunahitaji kumtangaza Mungu. Na katika hali hiyo umefikia digrii kubwa sana ya ukombozi, digrii kubwa sana ya uponyaji, digrii kubwa sana ya ufaulu, digrii kubwa sana ya mafanikio, digrii kubwa sana ya ushindi. Ujue tayari Mungu yuko pamoja na wewe. Kwa sababu umekuwa na kiasi 50% unampa Mungu, 50% unampa mwanadamu. Umemtendea Mungu haki, umetendea vile vile wajibu wako haki. Ukiweza kuzidisha 75% Mungu, 25% wajibu wako, sawa. Lakini lazima viwe na uwiano sawa. Na kwa njia hiyo utakuwa umeshinda ulimwengu, na Mungu atakukirimia wewe neema juu ya neema, na hakika utafanikiwa katika kila ulifanyalo. Utaona muujiza wake kwa macho yako ya nyama, hata kwa macho yako ya kiroho. Jambo la pili ambalo tunafundishwa siku ya leo ni kuto kukata tamaa katika maisha yako. Hakika maisha tunayoishi yana changamoto kubwa nyingi sana. Kuna changamoto za ndoa, kuna changamoto za upadri, kuna changamoto za usista, kuna changamoto za wafanyakazi, kuna changamoto za walimu, kuna changamoto za wanafunzi, kuna changamoto za wanakwaya hata walioko hapa, kuna changamoto za wakulima, kuna changamoto za wavuvi, kadhalika. Hivi ni vitu ambavyo vipo na vipo kwa namna pekee. Tusiangalie changamoto hizo ambazo tunazipigania kila siku ili tuzishinde, bali tumruhusu Mungu aingilie kati changamoto hizo tunazoziishi hapa duniani. Yeye akusaidie kufikia lengo lako. Mara nyingi tunatumia nguvu nyingi sana za kibinadamu kutawala changamoto hizo, na mwishoni tunaambulia zero. Tunashindwa kumshirikisha Mungu. Pale unapoona una changamoto fulani katika maisha yako, udhaifu fulani katika maisha yako, usisiangalie. Mwalike Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu apigane na changamoto hizo, kwa sababu yeye ndiye sababu ya maisha yako. Hivyo usifadhaike, usisumbuke, usihangaike kupigana na changamoto hizo za maisha. Yuko yule anayekupigania. Mshirikishe huyo kwa njia sawa, mshirikishe huyo kwa njia ya matendo mema ya huruma kwa wenzako na kwa hitaji. Mshirikishe huyo kwa sababu ana uwezo kufanya vitu unavyotamani katika maisha yako. Leo hii nilikuwa na ibada ya misa pale Mburati kwa masista Mama Teresa Kakata asubuhi saa 12. Walikuwa wanasherehekea sikukuu ya Habati
ambaye mmoja wa sister anaitwa jina hilo. Sasa masista wa Mama Teresa Kakata akasema, padri, tunamshukuru Mungu kwa sababu kila siku itwayo leo anatukirimia. Hili ni jeshi kubwa la watu ambao ni vipofu, watu ambao ni wete, vilema, watu ambao wana ngozi nyeupe, ngozi nyeusi, watu ambao ni mayatima, wagane. Sisi kama masista tuna uwezo wote. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya watu waliojitoa kwao, waliotoa kwetu. Na mimi nikaona kwa undani kwamba hawa ni kama ndege wa angani, hawalimi, hawapandi, tegemeo lao ni kwa Mungu. Nikaona hawa ndio hawa wakondeni, hawana mbele wala nyuma, tegemeo lao tu ni Mungu. Hivyo kwao kukata tamaa ni dhambi, kwa sababu umeona muujiza unatendeka siku hadi siku. Jaribu sasa kufananisha na maisha yao, maisha yao na maisha yako. Wewe kila siku unajibidisha kwenye kazi, wao wanajibidisha kwenye kusali, na wanasali kwa kuwaombea nyie. Vivyo unawe kipato kidogo unachokipata unakwenda kuwalisha wale. Ona Mungu anapotenda muujiza wake. Hamkatazi mtu kufanya kazi, anataka mtu afanye kazi, lakini awe msaada kwa wengine waliokata tamaa ya maisha. Na ukienda pale mradi, wanafuraha kabisa, afya zao zimeimarika, wanajua hawana baba, hawana mama, lakini Mungu anawalisha na hawapungukiwi hata kidogo. Akiangalia hata baadhi yenu hapa mna afya njema, baadhi yenu mnang'aa vizuri, japo matatizo yapo, lakini hajidhihirishi kwamba wewe una matatizo kwa mwingine. Na huo ndio utukufu wa Mungu ulio ndani mwako, na huo ndio muujiza wa Mungu ulio ndani mwako. Hivyo usikate tamaa. Kama umelemewa na mzigo mmoja, basi mwambie Yesu, chukua mzigo huu. Yeye alisema, njooni kwangu ni nyote mnaosumbuka na mnaolemewa na mizigo, nami nitawafanya kuwa wepesi. Using'ang'anie mzigo huo. Kama una mzigo wa hasira muda wote, wakati wote, mkabidhi Yesu hasira hizo. Kama una mzigo wa magonjwa ambayo kusumbua asubuhi mpaka jioni, wewe ni mtu wa dawa tu na amefikia wakati hata kukata tamaa, mkabidhi Yesu mzigo huo. Yupo tayari kupokea. Kama una mzigo wa ulevi, muone kabisa, mimi siwezi kuacha kunywa kabisa pombe na mimi ni mtu na ndugu, basi leo hii mkabidhi huyo adui wako pombe kwa Yesu, afanye kuwa mwepesi, uwe na afya njema, utumike kwa ajili ya wenzako, kwenye familia yako na kadhalika. Kwa lolote lile ambalo unaona la kukatisha tamaa, geuka, mwangalie Yesu, mwangalie Mungu, atakuweka salama. Ukikata tamaa kwa kutafuta kazi, na baadhi wana vijana wanatafuta kazi mpaka wamekata tamaa, wameandika application 100 na kitu, kila sehemu wamepita. Hiyo ni kazi hiyo katika ajira za serikali, ajira za watu binafsi, ajira za utumishi katika umma, jamii, wamejitahidi sana. Mwisho anakata tamaa, anasema mimi sasa kazi hamna, Mungu hayupo. Alafu unakwenda unakunywa pombe, unapata stress, unapata magonjwa.
unakufa mapema hata kabla ya umri wako. Leo hii unaalikwa kupitia maandiko matakatifu, usikate tamaa ya maisha, usikate tamaa ya imani yako kwa Mungu, usikate tamaa ya kuishi kwenye familia, usikate tamaa kwa ajili ya mwenza wako. Wote wapeleke kwa Mungu. Yeye amezungumza wazi kabisa, msihangaike, msihangaike, msio watu wa kuzurura, bali jikabidhini kwa Mungu. Mungu atazidisha imani yako, atazidisha kipato chako, atazidisha mwenza wako, atabadilika kwa nguvu ya Mungu tu. Kwa hiyo tusikate tamaa, lakini muhimu ni kwamba tusitange, tusiwe huku zaidi alafu mwishoni kule zaidi, bali tuwe watu wa kiasi. Kama mwaamua kumtumikia Mungu, haina maana kwamba usali masaa yetu kuanzia jioni kuanzia asubuhi mpaka jioni. Sitakushauri hivyo. Yaani kishauri hivyo nimekupeleka mahali pabaya. Lazima uwe balanced person. Mungu, kazi ziende sawa. Katika kanisa moja Katoliki la Mitume, ukiingia kwenye ibada ya misa, unajua baada ya saa 1:30 huyo nenda kafanye kazi, nenda kafanye biashara, nenda katumikie familia, katumikie jamii. Umesikiza neno la Mwenyezi Mungu, lizidishe, liishi, liwe sehemu ya ukombozi wako, liwe sehemu ya uponyaji wako, liwe sehemu ya kipato chako. Ndio dhehebu letu lilivyo, na ndio mpango wake wa Mungu ulivyo. Kwa kanisa Katoliki alikukalizi mahali pale kwamba soma Biblia mpaka usiku utapona. Hapana, kafanye kazi, toka jasho, tumtumikie Mungu ukiwa na nguvu, akili, ukiwa na maarifa, na mwishoni mfano wa Mungu umimilike kwako. Basi muombe Mungu Baba siku ya leo, na hasa katika somo la Injili, tuishi kwa kumtumikia Mungu kwanza, kwa sababu ametuumba kwa sura na mfano wake, na baadaye tuishi kwa kudhamini kazi, ili kazi hiyo, kipato tunachokipata kiwe msaada vile vile kwa wenzetu wahitaji, na kiwe msaada vile vile katika kuendeleza kazi ya Mungu katika mahali mahalia, katika parokia mahalia, ili sote kwa pamoja tujenge ufalme wa Mungu katika mazingira haya. Mfano wa mwisho ni wa Naamani. Mfalme Naamani alikuwa na ukoma ambao kipindi kile ulikuwa ni ugonjwa hatari, ugonjwa wa kifo, na alihangaika sana na alikata tamaa kabisa. Mwishoni anaambiwa na hao watumishi wake, kuna nabii Elisha mahali, twende ukamuombe akuponye. Yeye anaombea na watu wengi wanaponywa, na kweli wakambeba mpaka huko. Mtu alikuwa amekata tamaa, akafika pale kwa nabii Elisha. Naamani akamwona, mbona ni hangaiki na mimi? Hajui kama mimi ni mfalme. Naamani akaangalia cheo chake, akaangalia Mungu ulio ndani ya Elisha, akamdharau, akamwona ovyo. Alafu mwishoni anadhihaki hata hitaji la huyu nabii Elisha. Alipomwambia nenda kachovye mara 7 kwenye mto Yordani na utapona, akamwangalia huyu Elisha nabii ovyo. Mimi mfalme nikachovye kwenye maji yale machafu. Ule mto Yordani ni maji machafu, ukiangalia kwa nje ni maji machafu. Wale ambao wamefika Israeli, yanatembea, yanamiminika, ni maji machafu sana. Sasa Naamani anaangalia maji yale machafu. Mimi mfalme wa wafalme duniani nikafanya hilo? Haiwezekani hata mara moja. Twendeni mnirudishe. Naambia wale watumishi, mrudishe. Watumishi wanatia na mrudishe, na naambia lakini bwana mfalme, tii yule nabii, tii anachokisema na utapona, tii. Baadaye anasema hapa twendeni ukampeka kwenye mto wa Yordani.
Alipofanya mto Yordani akachovya kama alivyoambiwa na nabii Elisha mara 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ghafla mwili wake, ngozi yake ikawa kitoto kabisa, ukoma wake ukatoka wote, akapata ngozi mpya, akapata uhai. Na Amani ambaye alikuwa ni mpagani akasema, kama ndilo hili, Mungu nisamehe kwa kumdhihaki huyu mtumishi wa Mungu. Akaenda kwa Elisha akamwambia, nitakujengea kanisa kubwa sana kama shukrani, kubwa sana kama shukrani. Akaenda akafanya kama hivyo, japo Elisha alikataa, lakini akajenga. Kwa hiyo kuna kanisa kubwa sana pale Israeli alijenga huyu na Amani, kumshukuru Mungu kwa kile alichokifanya kwake yeye. Ndio maana ya sala na ndio maana ya kazi. Huyu alifanya kazi, lakini haikuwa kazi ya Mungu. Baadaye akabadilika, akathamini kazi ya Mungu, akaenda kutekeleza ipasavyo kwa sala, na Mungu akamkirimia neema juu ya neema. Basi kwa siku ya leo, mimi na wewe tuzingatie mafundisho ya Mungu na tuyatii, na kwa kuyatii utapata yote utamaniwa, na hiyo ndio imani. Tumsifu Yesu Kristo.